Nimekupigia mwenyekiti ili kutaka kufahamu hali ya usafiri katika jiji la Arusha ikoje, kwa sababu kwenye vituo watu ni wengi na kuna tetesi kwamba kuna mgomo ambao sasa kama upo wewe ndo kututhibitishia, na kama haupo pia wewe, kwa sababu ni kiongozi wa hizi gari zinazosafirisha abiria katika mkoa wa Arusha, unaweza ukatusaidia hapa. Ni kweli kuna baadhi ya maeneo magari hakuna. Kwa mfano stendi ndogo pale magari hakuna kabisa. Kilombero yalikuwepo machache ambayo yalikuwa yanaendelea kutoa huduma, lakini kwa taarifa ambazo ninazo akifika Mianzini yanazuiliwa. Na ndio kuna grupu liko pale linazuia magari yasifanye kazi. Lakini kimsingi niseme tu wazi kwamba mgomo huu sisi kama viongozi hatujaubariki kwa sababu tulikuwa tunaendelea na mazungumzo. Baada ya vijana kulalamika, sisi madereva kuona tunaonewa, tunaandikiwa, leo hii tulikuwa na kikao cha viongozi wote wa ruti. Umeona, tukutane, tuzungumze, tujadili, tuone tunatokaje kuifuata serikali na kuielezea changamoto. Lakini kwa masikitiko makubwa na baadhi ya watu wamehamasisha hilo, na naweza kusema wamefanikiwa kwa asilimia chache. Kwa sababu ukiangalia magari ya ukanda huu Ngaramtoni na Usa hakuna, Kisongo hakuna. Lakini ukiangalia Morombo yalikuwa yanaendelea bado kutoa huduma, Njiro yanatoa huduma. Kwa hiyo ni baadhi ya maeneo kwa kweli. Na katika hiyo unayoita kwamba baadhi ya watu wanahamasisha, hao watu ni wakina nani na wana nguvu gani? Ni baadhi tu ya madereva ambao wameungana na wakatoa. Kwa hiyo hawana nguvu yoyote, ila unajua siku zote ukiona mtu ameumia mahali alafu kamwambia tiba ni hii, mtu ni rahisi kukuamini. Sasa kwa sababu LATRA walitoka na kuandikia magari kutokana na swala la nauli, na watu wakahamasisha kwamba tiba ni kugoma. Kwa hiyo ule ambaye kaumia akaona ni kweli tiba ni kugoma, bila kujua kwamba je, tunagoma kwa sababu gani, ni hatua gani zinachukuliwa na kwa nini tugome. Ukimuuliza hata baadhi ya dereva, ukimuuliza wewe unagoma kwa sababu gani, hana majibu. LATRA katika hili umewataja, wao wanaingiaje, na je walikuwa sahihi kuingia? Mimi naweza kusema hawakuwa inawezekana walikuwa sahihi kutokana na taratibu zao, lakini kiuhalisia hawakuwa sahihi kwa sababu sisi tulishawafuata kwamba jamani, changamoto huku ni kubwa, mafuta yamepanda sana, hebu chunguzeni kwa nauli hii ambayo mnaitaka, je mnahisi kwamba inatosha? Haitoshi. Yani sisi ndio tunaofanya kazi, tunajua maumivu ya nauli tunajua maumivu ya mafuta namna yalivyopanda. Sasa kwa nauli ya 700 haitutoshi. Kwa hiyo njooni tukae tuone namna gani tunatoka kwenye hili eneo. Lakini kwa masikitiko na wenyewe wametoka wakaendelea kutuadhibu. Mwisho wa siku watu wamekasirika, ndio wamechukua hatua hii. Kwa sisi hatuungi mkono kinachofanyika, na hata kupitia maiki yako niombe madereva, kwa sababu tuko kwenye mjadala. Tukitunishiana misuli ni kitu ambacho hakiwezekani. Turudi kwenye mjadala, tuzungumze na serikali. Tunaamini serikali. Kwa mfano mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwa anatupa ushirikiano toka mwanzo alipopanda tu mara ya kwanza. Nafikiri kaka, kama utakuwa unakumbuka vizuri, ndugu mwandishi, Arusha ndio sehemu ya kwanza imeanza kutumia nauli mpya kuliko mikoa mingine. Lakini tulienda kwa mkuu wa wilaya tukamwambia, mzee, nauli ya 600 kwenye jiji letu hili haitoki. Kwa hiyo tunaomba tutumie hii nauli mpya ambayo imetangazwa kabla ya muda, angalau inaweza ikatutoa. Mkuu wa wilaya alitusikiliza, pamoja kwamba alitoka akakamata baadhi ya magari, lakini tulipomfuata akasema mimi naruhusu, kafanyeni kazi kwa nauli mpya, na yale magari aliyokamata pia akayaachia. Kwa hiyo naamini tungekaa tena na serikali tungeweza kutoka. Ambacho serikali iliongeza hadi kufika shilingi 700. Na LATRA inakamata magari ambayo yanatoza shilingi ngapi kutoka kwenye hiyo 700? LATRA inatoza magari ambayo kutoka kwenye 700 wanachukua 1000. Yaani wameongeza 300 zaidi. Hao ndio wanaokamatwa. Hao wanapata kiburi wapi kutoka shilingi 700 hadi 1000, wanaenda kinyume na maelekezo ya serikali? Ndio changamoto ilipo hapo. Na ndio maana nawaambia, kwa sababu sisi tunaona hii haitoshi, turudi kwenye mjadala tuone tunatokaje. Tukifika, maana unajua ndugu mwandishi, nikuambie, mgomo ni hatua ya mwisho. Yaani mshajadiliana, mmefika mwisho, mmeshindwa, sasa ndio mnaenda kwenye hatua ya mwisho ya mgomo ambayo nyinyi mlikuwa hamjafika huko. Hatujafika mwisho. Sasa tukigoma tunagoma kwa sababu gani? Kwa mimi kama mwenyekiti wao sina majibu ya mgomo huu, kwa sababu mimi sija uratibu na wala siujui. Kwa hiyo najua kabisa mgomo kwamba ni batili. Sasa kwenye uongozi wenu, wewe ukiwa mwenyekiti hauufahamu, ina maana kwenye
umoja wa wasafirishaji mna viongozi wa aina mbili, yani kuna uongozi wako na uongozi ambao labda unaingilia majukumu yako? Kabisa niseme hivyo, kwa sababu kama mimi mwenyekiti nimesema hakuna mgomo, alafu wanatokea watu wengine wanatangaza mgomo, kwa kweli hatuwezi kwenda. Hamna taasisi ambayo inaongozwa kwa staili hiyo. Na hao watu unawafahamu, na kama unawafahamu ulishachukua hatua gani ya kuzungumza nao kwamba hichi kitu mimi sijabariki? Wafahamu siwafahamu, lakini kupitia hili naamini tutawafahamu, kwa sababu hii inatufundisha sasa kwamba inabidi tuweke watu wa kutusaidia, lakini sio watu ambao hawatusaidii. Kwa hiyo lazima tutachunguza kuona ni nani, na akibainika mtu kahamasisha au mgomo, kwa kweli mimi mwenyekiti sitaridhika na nitachukua hatua. Katika hao wanaowazuia wengine wasifanye kazi, ni wapiga debe au ni madereva kwa madereva wanazuiana, au wenye magari wanahusika hapo? Wanaozuia ni wapiga debe na baadhi ya makondakta ndio wako mianzini pale, ndio wanafanya hilo zoezi pamoja na Sanawari. Nimeambiwa upiga debe hivi ninavyokuambia wenyewe, kuna dereva kanipigia simu kashushiwa watu Ngulelo. Watu walikuwa wamekuta gari wakaanza kulitingisha, abiria wakashuka, wakamzuia dereva, wakataka kumpiga, akawaombaomba pale kwamba mimi nilikuwa sijui, kwa hiyo wamemwachia. Kwa hiyo dereva anakuja bila kupakia. Wapiga debe wao wananufaikaje na hiyo nauli ikiwa gari anakabidhiwa dereva na mwenye gari? Ni ushabiki tu, hawanufaiki na chochote, ni ushabiki tu. Na serikali kuna wakati iliwaondoa kwenye hizo stendi. Nyinyi kwa nini mnawakumbatia? Hatujakumbatia, na ndio maana kwenye stendi hakuna wapiga debe. Wapiga debe wako katikati huko ndio wapo. Kwa hiyo pia tunaiomba serikali sasa itusaidie, kwa sababu naamini jeshi la polisi wako mtaani huko wanafanya kazi. Kwa hiyo waangalie wale ambao wanazuia watu wasifanye kazi, wakamatwe ili wale ambao wanataka kufanya kazi wafanye. Asiyetaka akapaki gari, anayotaka afanye kazi. Na nauli ipi ambayo nyinyi kwa sasa mnashauri kutoka kwenye hiyo 700 labda ingekuwa fair kwenu kuliko hiyo 1000 ambayo LATRA na wananchi pia wanaiona ni kubwa na inawaumiza? Mimi ukiniuliza kama mwenyekiti, ninashauri angalau kituo hadi kituo 800. Mimi kama mwenyekiti nashauri kituo hadi kituo, yani ile kilomita 1 hadi 9 iwe 800, lakini kutoka kilomita 9 hadi ile 15 basi iwe 900. Kwa hiyo tuongeze angalau 200 badala ya 100. Kuna hoja moja inaelezwa kwamba vituo vya Arusha vingi vya haisi vipo karibu, lakini pia ruti ni fupi ukiacha ruti za Tengeru na Usariva pamoja labda na Ngaramtoni. Kwa nini hii gharama wanataka waikonvert kwa ruti zote wakati kuna sehemu ambazo ruti zao ni fupi, ikiwemo kwa Morombo, Dampo ambapo kuna watu wengi pia wanatumia, hata Njiro pia ni ruti fupi. Kwa nini gharama mnataka iwe ya aina moja? Na ndio maana hatutaki gharama aina moja. Ndio maana nikasema tunahitaji angalau kilomita 1 hadi 9 iwe 800. Kilomita 1 hadi 15 iwe 900. Kwa hiyo tunaenda kwa kilomita vile vile. Sasa watu kwa kutokujua sasa wanataka tulazimishe kwamba kituo hadi kituo iwe 1000, lakini utoke hapo uende mpaka Tengeru kwa 1000. Sasa ukiangalia usawa pia haupo, maana tunaangalia pia na usawa. Yaani unamtoa mtu hapa mpaka Tengeru kwa 1000. Unamtoa mtu Kilombero hadi Mianzini kwa 1000. Huoni kwamba huyo Mianzini unamuonea? Na kuna vitu vya kukaa, na ndio maana akasema inatakiwa tukae na serikali, tupange, tuweshauri, tuone nini kinatakiwa. Tukifika mwisho tumeona serikali itusikilizi, hapo sasa ndio hatua ya mwisho inakuja ya mgomo. Lakini tukigoma tu huu unasema ni mgomo tu wa kihuni, na mimi niwaambie tu kwamba huu mgomo hauwezi kudumu, kwa sababu waratibu wake sio, na serikali hadi sasa imeshirikiana na wewe kwa namna gani kutatua hii changamoto ili mrudi kazini hadi muda huu? Kwa kweli mpaka sasa hivi tu nimepigiwa na mfawidhi kaniuliza hali halisi na nimemueleza hali halisi ilivyo, lakini pia nimempigia DTO nimemueleza hali halisi ilivyo. Kwa hiyo wameniambia wanajipanga, nafikiri tukutane tuweze kuzungumza. Haya, nikutakie asubuhi njema mwenyekiti. Asante kiongozi. Sikiliza bana. Hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tuma Mgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo
bila msongamano. Tuma Mramba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tuma Mramba Hardware. Hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mrambatumaini@yahoo.com. Tuma Mramba